Ni kusalimu kwa jina la Yesu, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema leo tujifunze juu ya masuala ya mahusiano ya kimapenzi ambayo ataweza kutusaidia ili tuweze kutoka kwenye kila agenda ya adui anayetaka kutuangusha na kutupoteza kwenye kusudi la Mungu. Maandiko yanasema ndoa ni muunganiko wa watu ambao wameamua kuwa kitu kimoja, na muunganiko huo lazima kwanza uheshimiwe na watu wote, lakini uwe kwenye uwepo wa Mungu. Sasa leo nina mada ambayo nataka nikushirikishe. Ukiona ishara hizi 6, jua upo unalazimisha mahusiano na mtu asiye sahihi. Mamilioni ya watu leo wanateseka, wanahangaika, wanasumbuka. Iwe ni kwenye mahusiano ya mapenzi, iwe ni kwenye mahusiano ya kihuduma, iwe ni kwenye mahusiano ya kiuchumi au ya kazi, ni kwa sababu wapo kwenye mahusiano lakini yale mahusiano hayana uwepo wa Mungu na hayajapangwa na Mungu. Kwa sababu hiyo basi watu hao wamejikuta kwenye majanga, kwenye mateso, kwenye maumivu, kwenye vikwazo, kwenye vizuizi na hawana matokeo mazuri. Kitu cha kwanza ambacho kinaonesha kwamba mahusiano ulionayo hayo si sahihi ni kwamba unajikuta wewe unawekeza sana kuliko yeye anavyowekeza kwenye maisha yako. Unakuta unapambana sana yale mahusiano kuyafanya yawe active, yawe hai, na unatumia nguvu nyingi, fedha nyingi, uwekezaji mwingi, lakini unakuta return yake wewe unaumia. Ukiona hivyo basi stuka mapema. Cha pili ni matokeo ya uchumba. Unashangaa matokeo yale ya uchumba hayaoneshi kama utapata ndoa. Zaidi kama ni kuchezewa, zaidi kama ni kutumiwa, zaidi ni kama ni kuibiwa na vitu kama hivyo. Lakini cha tatu, unashangaa ukomavu wa kihisia. Ukomavu wa kihisia kwamba unashangaa upo kwenye mahusiano ambapo wewe hisia zako hazijakomaa. Ni mtu ambaye unaumia, unateseka, unahangaika, yani unakuta hujatulia. Wewe ni mtu ambaye unaumizwa sana, labda huyo akifanya hivi, akisema hivi, akiwa hivi, wewe ni mtu wa kuumia, kuteseka kihisia, na hisia zako zinateseka sana juu ya mtu huyu kwa sababu anakuwa haendi kama watu mnaoelekea njia moja. Hayo yote yanaonesha ni kwamba mahusiano ulipo ina maana si sahihi. Lakini 4, muda. Unatumia muda mwingi sana wewe, lakini yeye hatumii muda kwako. Unahangaika, unapiga simu sana, unabembeleza sana, muda wako wote unakuta unatumika, lakini unakuta matokeo hata hakuna. Lakini cha 5 ni ukaribu. Unashangaa wewe unapambana kuwa karibu naye, lakini yeye ni mbali na anakuweka mbali. Muda mwingine hata akiwa anapita njiani anataka muda mwingine watu wasijue kama ana mahusiano na wewe. Iwe ni kwenye uchumba, anataka kufiche, labda akihitaji kushiriki tendo la ndoa na wewe, amini kuzini na wewe, ndipo atakupeleka kwa uficho akulete. Baada ya hapo atatafuta namna akuweke mbali. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaonesha kwamba upo kwenye mahusiano ambayo yapo kwa lengo la kukutumia ila hayana future na wewe. Lakini pia ukaribu, unashangaa unajitoa, unazini naye kabla ya ndoa, na hicho ni ishara kwamba una mtu anayekutumia na ndoa hakuna. Lakini pia na ni mahusiano yasiyo sahihi. Lakini 6 na mwisho, uchungu na majuto. Wewe unakuwa ni mtu wa machungu, mtu wa majuto, mtu wa kupambania yale mahusiano, mtu wa kuumia kila siku, mtu wa kuumizwa kila siku. Haya yote ukiyaona, jua upo kwenye mahusiano ambayo si sahihi. Kwa hiyo ukizidi kuyaendekeza, kukaa nayo, kuyabeba, moja kwa moja ile ndoa haitopatikana, na ule uchumba utakuwa ni mwiba kwako. Na hata kama ikilazimika, mwisho utakuta unaingia kwenye ndoa alafu ndoa inavunjika ndani ya siku kadhaa, kwa sababu umeingia kwenye mahusiano kwa kulazimisha kwa mtu ambaye si sahihi. Ni bora umtegemee Mungu, umweke Mungu karibu na umtangulize, ili Mungu aweze kufungua milango sahihi ya mtu sahihi ambaye ataweza kuwa wa thamani na wa amani kwenye maisha yako. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Kama unahitaji ushauri wa mahusiano, ushauri wa mambo ya kiroho, ushauri wa mambo
yoyote ya biashara, ya kiuchumi, ya mafanikio na maombi, lakini pia na vitabu, usiache kunitafuta. Mamilioni ya watu wamepokea ndoa zao kirahisi, wamefunguliwa kirahisi na wanaishi maisha yenye matokeo makubwa. Kumbuka Mungu amenipa neema nikusaidie. Nawapenda. In Jesus name, shalom.